Mgogoro waibuka ndani ya upinzani mpya huku Kalonzo na Gachagua wakivutana kuhusu nani atakayebeba bendera ya urais mwaka 2027. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kisiasa unazidi kushika kasi ndani ya muungano mpya wa upinzani nchini Kenya, huku viongozi wawili wakuu, Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakionekana kuwa kwenye mkondo wa wazi wa kumenyana kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ingawa ujumbe rasmi wa muungano huo bado unasalia kuwa wa mshikamano, hali halisi inadhihirisha mivutano ya ndani inayotishia kusambaratisha jitihada za kuunda umoja dhabiti wa kisiasa dhidi ya serikali ya sasa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watu wa karibu na viongozi hao wawili, kuna mgawanyiko mkubwa kuhusu nani anafaa kuwa mgombea urais wa muungano huo. Kalonzo, ambaye amekuwa mshirika wa muda mrefu katika siasa za upinzani ndani ya Azimio, anaamini kwa uzoefu wake na uaminifu wake wa kisiasa unamstahili kupewa nafasi ya kupeperusha bendera. Hata hivyo, Gachagua, ambaye alitengwa kutoka serikalini kufuatia mzozo wa kisiasa na Rais Ruto, anaegemea nguvu kutoka eneo la Mlima Kenya kumsaidia kujimarisha kisiasa. Hali hiyo ya mvutano ilijitokeza waziwazi wakati wa ibada ya kitaifa ya Shukran iliyofanyika pale Nyeri, ambapo viongozi mbalimbali wa upinzani kama Martha Karua, Eugene Wamalwa na Fred Matiang'i walihudhuria. Ingawa hotuba za hadharani zililenga kuonyesha mshikamano, maelezo kutoka kwa waliokuwa karibu na maandalizi ya hafla hiyo yanaonyesha kuwa mikakati ya kisiri ya kujipanga kisiasa ilikuwa ikiendelea kimya kimya miongoni mwa makundi tofauti. Wachambuzi wa siasa wanasema baadhi ya washirika wa Kalonzo wanamwona Gachagua kama kizingiti kinachoweza kugawanya muungano huo, wakimtuhumu kwa kuwa na msimamo mkali wa ajenda za kibinafsi. Upande mwingine, kundi la Gachagua linatilia shaka ufanisi wa Kalonzo, likisema kuwa hana mvuto wa moja kwa moja kwa wapiga kura wa kawaida na kwamba anategemea makubaliano ya mezani badala ya uungwaji mkono wa moja kwa moja pale mashinani. Mivutano hii pia inaripoti kusababisha mivurugano ndani ya vyama tanzu vilivyo katika mazungumzo ya kuunda muungano. Vyama kama DAP Kenya cha Eugene Wamalwa na NARC Kenya kinachoongozwa na Martha Karua vinaripotiwa kushinikiza mchakato wa wazi na ushirikishwaji ili kuzuia maamuzi ya kificho ambayo yanaweza kuharibu imani ya pamoja ndani ya muungano huo. Licha ya kuwa uchaguzi wa mwaka 2027 bado uko zaidi ya miaka miwili mbele, hali ya kisiasa inaashiria kwamba upinzani upo kwenye njia panda ili kuwa nafasi halisi ya kumshinda Rais Ruto. Muungano huo lazima ushughulikie tofauti za ndani kwa weledi na kwa njia ya kidemokrasia. Vinginevyo, hatari kubwa inakabili si upinzani wa nje, bali migogoro ya ndani inayoweza kuvuruga mpango mzima wa kuunda upinzani dhabiti.